inna lilmuttaqina mafaza, hakika wamefaulu, wamefuzu kulipokuwa kukubwa wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, sifa ya muumini ni kuwa mkweli katika kauli zake, lakini pia kusema uongo ni sifa ambayo hasifiki nayo muumini. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia Waislamu, aliwaambia waumini kutofanyia kazi habari za wale ambao watakaokuwa ni waongo, na hatari huwa inakuja zaidi pale ambapo maneno haya ya uongo yatakapokusudiwa kufanya ifsadi baina ya watu, maneno haya ya uongo yatakapokusudiwa kuharibu baina ya watu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake, wala tuti'u kulla halafin mahin hammazin masha'in binamim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tuti'u kulla halafin mahin, na wala usimtii kila ambaye mwenye kuwapa sana. Mahin ay hasisun nafsi laysa lahu himmatun fil khairi, ni yule mtu ambaye ana himma, sio mwenye kutilia umuhimu kunako kuyafanya mambo ya khairi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema hammazin masha'in binamim, kwa maana ni mtu ambaye yamshi baina an-nasi bin-namima, anatembea baina ya watu, ananukuu maneno baina ya watu, maneno ya umbea kwa lengo la kufanya ifsadi, kama ambavyo walivyoelezea ahlul ilmi ala anna an-namimata naqlu kalami ba'd an-nas li ba'd liqasd al-ifsad bainahum, ni kueneza maneno au kunukuu maneno kutoka kwa watu fulani kwenda kwa watu fulani kwa lengo la kuleta ufisadi baina yao. Mtu akaleta maneno ya umbea, maneno ya uongo baina ya mke na mume kwa lengo la kuharibu ndoa yao, akaleta maneno ya uongo baina ya shekhe na wanafunzi wake kwa lengo la kuharibu muamala wao, akaleta maneno ya uongo baina ya dai na dai mwenzake kwa lengo la kuharibu muamala na kuishi vizuri baina yao. Huyu Allah subhanahu wa ta'ala amemsema vibaya. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi, marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqabraini, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alipita katika makaburi mawili, faqala innahuma la yu'adhiban, hakika hawa watu wawili waliozikwa hapa wanaadhibiwa, wama yu'adhabani fi kabirin, na wala hawaadhibiwi watu hawa katika madhambi makubwa, hawaadhibiwi watu haya kwa madhambi makubwa walioyafanya, bali madhambi ambayo wanaadhibiwa nayo ni madhambi ambayo katika uso wa watu yanaonekana ni madogo. Alayhi salatu wasalam akasema, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min albawl, mmoja wao alikuwa hajistiri kutokamana na mkojo wake, kwa maana alikuwa anakojoa hovyo, na wakati anajisaidia mikojo hile ilikuwa inamrudia katika mwili wake. Wa amma al-akhar fakana yamshu bin namima, ama mtu mwingine alikuwa anaeneza umbea, anaeneza maneno ya uongo baina ya watu, alikuwa ananukuu maneno kutoka kwa mtu fulani kuelekea kwa mtu fulani kwa lengo la kufanya ufisadi baina yao, kwa lengo la kuharibu baina yao. Ayuha almuslimuna ibadallah, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alayhi anasema an-namimatu, umbea, naqlu al-kalami baina an-nasi ala jihati al-ifsad, ni kunukuu maneno na kueneza habari baina ya watu, lakini lengo la kueneza habari hizi ni kwa lengo la kufanya ufisadi, kwa lengo la kuharibu. Ina maana yule ambaye atakayechukua maneno ya uongo kisha maneno yale kuyapeleka sehemu fulani kwa lengo la kufanya ufisadi, ajue kabisa anaingia katika adhabu kali ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la yadkhulul jannata namamun, hatoingia peponi yule ambaye mwenye sifa ya umbea. Ayuha almuslimuna ibadallah, sifa ya umbea, ya kusema uongo, ni sifa ambayo hatakiwi muislamu kusifika nayo. Alayhi salatu wassalam anasema kama ilivyosimuliwa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mambo manne, yule ambaye atakayekuwa na jambo moja katika hayo manne, kana munafiqan khalisa, mtu huyu anakuwa ni mnafiki moja kwa moja, mnafiki ambaye hana shaka yoyote. Miongoni mwa mambo ambayo alayhi salatu wasallam aliyasema, idha haddatha kadhaba, atakapozungumza mtu huyu anasema uongo katika maneno yake, kwa maana anayanukuu maneno kinyume na uhalisia wake. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba mtu huyu ni mnafiki, kama ambavyo alayhi salatu wasalam amesema. Ayuha almuslimuna ibadallah, lakini pia imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala iyyakum wal kadhiba fa innal kadhib yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Iyyakum wal kadhib,
tahadharini sana enyi waumini na uongo, tahadharini sana na kusema kauli za uongo. Fa innal kadhiba, hakika ya uongo, yahdi ila alfujur, unampeleka mtu kufanya maasi. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na kwa hakika mtu anapofanya maasi, anapofanya uovu, ni sababu ya yeye kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, alayhi salatu wasalam akasema, wa innar rajula, na kwa hakika ya mtu, la yakdhibu, atakuwa ni mwenye kufanya uongo, hata yuktabu inda Allahi kadhaban, mpaka anaandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mtu huyu ni muongo na ana sifa ya uongo.